Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, 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 Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, Ikemo, you do unimaginable things. You are indescribable God. You are the God of power. Ikemo, Ikemo, you declare the end from the beginning. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa umbali ambao ametufikisha. Ni wengi wametamani wakafike siku ya leo, wakavuke mwaka mpya, lakini hawajaweza kuvuka. Wengine wamevuka lakini wamepatana na mashida. Lakini wewe uko mzima, ni vizuri tushukuru Mungu kwa uzima ametupatia. Happy New Year kwa mwaka mpya. Natumaini mwaka huu utakuwa ni mwaka wa maendeleo. Utakuwa ni mwaka wa mambo mazuri. Ikiwa kuna jambo ulikuwa unapanga na halikutendeka katika mwaka uliopita, kuwa na hakika ya kwamba katika mwaka huu ikiwa utafocus sana, hakika utaweza kuachieve yale mambo ambayo umeyapangia. Kwa hivyo nawakaribisha sana kwa ibada yetu ya siku ya leo, na pia nawakaribisha katika mwaka wa 2026. Tunapoanza, wacha tuanze na ile nguvu tuliyoanza nao 2025, na hakika mwaka ikienda kuisha, katika mipango ambayo tutakuwa tumeweka mbele, haitakosa 1, 2, 3 ambayo tutakuwa tumeachieve. So tunapoanza mwaka wa 2026, nataka tuangalie umuhimu wa umoja katika jamii. Umuhimu wa umoja katika jamii. Umoja katika jamii ina maana gani? Mahali kuna umoja, kuna amani. Mahali kuna umoja, kuna maendeleo. Mahali kuna umoja, kuna mambo mengi ambayo ni mazuri. Kwa hivyo, umoja ni kitu ya muhimu sana katika jamii, katika familia, katika every institution, hata vitu kama shule. Kunapokuwa na umoja shuleni, utapata ile shule iko na maendeleo, upande wa performance, upande wa kila kitu utapata ile shule iko sawa. Kwa sababu gani? Walimu wanashirikiana, wale wa board members wanashirikiana. Ukiwa na shida inasuluhishwa na watu wote. Lakini ukipata kama kuna mtengano, kila mmoja anafanya ile yake, utapata pale kutatokea shida, na ile shida hazitakuwa na suluhisho. Kwa hivyo, umuhimu wa kwanza wa umoja katika jamii ni huwa inaleta amani. Huwa inaleta amani. Unajua amani inaweza ikakosekana kwa njia tofauti. Watu wakikosana, kunakosekana amani. Na lazima watu watakoseana. Kukoseana, sisi ni wanadamu, watu tunakoseana. Utakosea jirani yako, utakosea mwenzako. Lakini ikiwa kutakuwa na ile umoja katikati yenu, na mkaweza kukaa chini na kusuluhisha tofauti zile ambazo ziko katikati yenu, then mkarudisha ile umoja, na amani itarudi. Na watu ambao wanaishi na amani wanaishi maisha ambayo ni mazuri. Hawaishi maisha ya kinyongo, hawaishi maisha ya kulipizana, revenge, hawaishi maisha ya kushindana. Maana wanajua
tunaposhikana mkono na kuona ndugu yetu kuna mahali anaenda, tunaposhikana mkono na tumfikishe hapo, pia mimi kesho nitashika mkono nifikishwe pale na kesho kutwa. So utapata it will take time, but kila mtu atafanikiwa katika hiyo jamii, kwa sababu watu wamezoea kushikana mkono pasipo kuangalia kuna mashindano ama kuna mabishano. So jambo la kwanza tumesema ni amani. Jambo la pili ni maendeleo. Tunapokuwa na umoja, hata unapoangalia nchi ambazo ziko na umoja, utapata zile nchi ziko na maendeleo nyingi sana. Barabara zinatengenezwa, mashule zinatengenezwa, hospitali zinatengenezwa. Utapata mambo yanaenda, maendeleo ni mingi. Lakini mahali hakuna umoja, hakuna mtu atataka kufanya ili mwenzake afaidike. Na nchi inapokuwa haina umoja, utapata wale viongozi ambao ni wabaya wana take ile advantage ya kwamba hata nisipotengeneza barabara hakuna mtu ataniuliza, kwa sababu hawa watu they are not united. So hakuna watu watashikana kikundi na waseme tunataka tutengenezewe barabara. So wale viongozi wabaya they will take advantage of that situation. Utapata wanyanyasa. So tuzidishe umoja ndani ya nchi yetu, tuzidishe umoja ndani ya mahali tunakaa kwa plot, tuzidishe umoja pale tunapofanya kazi, tuzidishe umoja ndani ya familia, tuzidishe umoja ndani ya kanisa. Yani in short, kila mahali tuko tunafaa kuzidisha amani. Bwana Yesu asifiwe. So tumesema jambo la kwanza, umoja inaleta amani. Pili, umoja inaleta maendeleo. Tatu, umoja inaleta upendo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unapopata watu wanakaa katika umoja, hamwezi kuwa na umoja kama hamna upendo. Hakuna vile utaniambia mtaishi katika umoja, ukisikia nduru imepigwa saa 7 ya usiku, ati utaacha kitanda yako utoke mbio, hata hujaamka vizuri, umetafuta hapo kitu tu umevaa umetoka, umeenda kuangalia jirani yako, ati nini namfanyikia, kama hakuna upendo. Nasema wacha hata huyo auawe, kwa sababu hata yeye anatusumbuanga kwa hii plot, kwa sababu hamupendi. Lakini kwa sababu kuna upendo, nasema jirani anauawa ama nini inafanyika kule kwa jirani. Unaposikia nduru unakimbia kule kwenda kuangalia ni nini kinachoendelea kule kwa jirani. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna ile umoja na kuna ile upendo. Kwa mfano, kuna mahali nilishawahi ishi wakati nilikuwa naanza maisha. Na hakika ile plot, hatukuwa tunaita plot, tulikuwa tunaita kijiji. Maana ilikuwa na more than 200 houses. Ilikuwa na za mabati huku na za mawe huku. Tukiwa tunaishi pale, hakika hadi wa leo sijawahi pata mahali nitaishi ama watu ama majirani ambao niliishi na wao kama pale mahali niliishi. Hakika pale ni mahali ungeacha mlango wako hata ikiwa wazi na uende wiki mzima na urudi na upate nyumba yako ikiwa safe. Pale ni mahali utaacha vitu zako hapo nje, upate hata zimechukuliwa, zimeoshwa, umewekewa zikiwa safi. Utapata maji umechotewa. Yani kulikuwa na umoja fulani na kaupendo fulani ilikuwa pale, ambao nilikuwa nasikia hata wakati nilikuwa namwacha mke wangu akiwa pale akiwa mjamzito. Sikuwa namwacha na wasiwasi, nilikuwa najua nimemwacha na watu hata kama alikuwa peke yake. Lakini nilikuwa najua nimemwacha na watu. Maana kulikuwa na upendo, kulikuwa na umoja. Yani nilikuwa naona yani pale ni kama nyumbani. Yani ukitoka kazini ufike hivi, unapata watu wamekaa nje wanapiga mastori, watu wamejaa, lakini watu wanajuana. Hata wengine hamjaionana, lakini unatritiwa ni kama mnakuanga na yeye kila siku. As long as tu amekuona unaingia kwa hiyo plot, ako like huyu ni mmoja wetu. So nikafurahia sana na ile umoja ilikuwa pale. Maana ikiwa tulikuwa tunaishi more than 300 people pale, niambie kama hakungekuwa na umoja. Kitu ya kwanza kungekuwa na wizi.
kungekuwa tunaibiwa pale, ungekuwa unaacha hivi slippers unapata zimeenda. Kungekuwa na insecurities. Ungekuwa unasikia sijui nani aliingia kwa nyumba fulani akafanywa nini, sijui fulani alifanyika nini. Kungekuwa na scandals mingi hapa na pale. Lakini kwa ile muda niliishi pale, sikuwahi kuona hiyo mambo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kulikuwa na umoja pale katika hiyo plot. So tumesema ya kwamba umoja inaleta jambo lingine, inaleta ni upendo. Na mahali kuna upendo lazima kuna baraka. Mungu awabariki watu wabaya. Mungu awabariki watu wa roho mbaya. Mungu awabariki tu kila mtu. No. Mungu anaangalia pia. Anaangalia mtu ni mtu wa aina gani? Ni mtu anakaa na wenzake aje? So unapokaa na watu ambao wako na upendo, wengi wao wamebarikiwa. So unapata ile upendo italeta baraka. So mnapokaa na umoja, hata ndoa, katika ndoa, mnapoishi mume na mke na watoto, na mnaishi na umoja, mnaishi na upendo, hata mhitaji kuomba sana. Baraka zinafanya nini? Zinawanyeshea tu kama mvua. Bwana Yesu asifiwe. So jambo lingine ambalo umoja inaleta ni baraka. Hata angalia familia ambazo zimegongana, familia ambazo hazina umoja, hizo familia nyingi hazinanga baraka. Zenye hazina upendo hazina baraka. Maana huyu akibarikiwa anataka achukiane na huyu. Kwa hivyo huyu hatapenda ule abarikiwe. Ataendea huyu kwa mganga. Huyu naye ataonea huyu hivi. Huyu akibarikiwa atasema huyu ni mchawi, ameenda kwa uchawi ndiye amepata pesa. So utapata pale ile chuki itafanya hakutakuwa na baraka. So watu wakisha develop chuki, baraka inawatoroka. Upendo ikitoka, chuki inaingia. Chuki ikiingia, baraka inafanya nini? Baraka inapotea. So jambo lingine ambalo tunafaa kujua, unaweza kuwa unaishi katika familia ambapo watu wako na mambo mingi. Usije hata kama ni wabaya, wachana na wao, usiwabebee kinyongo, usiwabebee, wachana na wao. Kwa sababu gani? Unapoweka ile chuki ndani yako, then unazuia baraka kuja kwako. Wewe wachukue, wabebe vile wako, wachana na wao. Wakati Mungu atakubariki, wewe utacheza ile party yenye wao wameshindwa kufanya nini? Wameshindwa kucheza. Wenda maybe kuna mtu ako na pesa, lakini hataki kutoa usaidizi mahali inafaa. Wewe sawa tu, ni kawaida utasikia uchungu, lakini usiwabebe, usiwachukie, wachana na wao. Sema Mungu, nibariki na mimi ni fill hii gap ambayo fulani ameshindwa kufanya nini? Ameshindwa kufill. So, jambo lingine ambalo nataka tuliongelee ni ya kwamba mahali hakuna umoja, hakuna nini? Mahali hakuna umoja kuna machafuko na kuna uharibifu. Vile tu nimesema, angalia nchi ambayo haina umoja. There is a lot of uharibifu. Uharibifu ni mingi. Utapata sasa kumetokea vitu kama maandamano. Unapoangalia maandamano, destruction of properties, loss of life, mali za watu zinaharibiwa, biashara watu zinaharibiwa, watu wanashutiwa, wanakufa, wengine wanakanyagwa, watu wakitoroka. Kunakuwa na uharibifu, kunakuwa na insecurities. Community yenye ina umoja, wizi imejaa ndani, ujambazi, mtu haizi tembea, ukitembea unapigwa ngeta huko. Unasikia mtu sijui alitungwa kisu, alinyang'anywa simu, sijui nini ilifanyika. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumekosa umoja. So hizo ndio dangers za kukosa umoja katika jamii. Utapata insecurities zimekuwa mingi, watu hawawezi tembea, kumekuwa na wizi, hakuna development, maana hakuna kushikana, watu wa face the government, wawaambie wewe MCA ama wewe MP ama wewe governor, kwa nini hii na hii na hii hatuna? So utapata there's no development. Kama ni katika ndoa, utapata kila mtu anafanya mambo yake. Bibi akipata mshahara ni mambo yake, bwana ni mambo yake. So hiyo nyumba haita grow. Utapata tu wako wanaishi wasema, watu waliishi Nairobi miaka yote, kwani ni nini walitoka nao Nairobi? Hakuna kitu walitoka nao Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. So haya ni baadhi ya mambo ambayo yatatutokea wakati hatuna umoja.
So tumesema aje? Tumesema ya kwamba tukiwa na umoja, umuhimu wake ni nini? Itatuletea amani, itatuletea maendeleo, itatuletea upendo, na katika upendo tutapata nini? Tutapata baraka. Na tukasema aje? Tunapokosa umoja tutapata nini? Tutapata machafuko na uharibifu. Tukasema for example, uharibifu kama gani? Utapata kama community hamna umoja, so you will not call out wale wezi, wale wanafanya wengine mabaya. So utapata kuna insecurities, watu hawezi tembea usiku, kuna wizi, kuna ujambazi, watu wanafanyana vitu mbaya, lakini hamwezi kuprotectiana. Utapata kama nchi hatuna hiyo nguvu ya kucall out viongozi ambao hawataki kufanya majukumu yao, so tutakosa development. Bwana Yesu asifiwe. So nataka tuzingatie hayo mambo ambayo tumeyaongelea hapa, na tuyaweke katika jamii zetu, na tuyazingatie, na tukaweze kuwafunza wengine. Unapoona mwenzako amegombana na mwingine, usichukue nafasi ya kumchochea ati wewe wachana huyo muishi hivi. Hapana, chukua jukumu ya kutaka kurudisha wale watu wakae na umoja, maana itawasaidia mbeleni. Si wao tu, itasaidia jamii mzima, maana jamii bila watu hakuna jamii. Community si mijengo. Community ni watu. Unasikianga Luya community, Kuyu community. Yes, si lugha, ni watu. Bila watu hakuna community. So ndio hiyo community uweze kuwa na maendeleo, hiyo community uweze kuenda mbali, we have to embrace kuwa na umoja, unity. We must embrace having unity in the society. Ndio kesho tukue na society ambayo hata kama sisi hakuna mtu ataishi milele, tutaondoka, tutajua tumeacha watoto wetu katika society ambayo it can take care of them, na pia wao wataiga mifano yetu, kwa sababu sisi tuliwaacha in a good society, na pia wao watalinda, waseme let's follow the footsteps of our parents. So pia wao wataacha generation iliyokuwa mzuri, utapata maisha yatakuwa at least ni mazuri. So kufikia hapo, nashukuru wote ambao wamechukua time yao kuweza kunisikiza, na kando na kuwatch, naomba mkaweze kusubscribe wale hawajaweza kusubscribe, na turn on notification ili wakati tuna post mahubiri yetu, ili muweze kuipokea kwa muda. So kwa wale ambao wamenisikiza, acha Mungu azidi kuwabariki hadi tutakapoonana wakati mwingine. Shalom, shalom, shalom. Ezemo, you are the God of power. Ikemo, Ikemo, Ikemo.